kawaida yao. Asalamu alaykum ya habari za mchana. Naamini wote tuko wazima na nashukuru uwepo wenu ambao umeujaza mkutano huu. Kupitia kwenu, kama alivyosema afisa habari wetu, nataka kuongea na wananchi wa Tanzania, wapenzi wa mpira, hususan wanachama na washabiki wa mabingwa mara 27 wa nchi yetu hii. La kwanza kabisa, tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa jaha yake yeye kutuwezesha juzi kushinda taji la awali la msimu. Hili ndio huwa linakuwa taji la kwanza la msimu, na sisi alhamdulillah tumeshinda. Namshukuru Mwenyezi Mungu, ukizingatia sio tu tumeshinda, lakini tumecheza vizuri, lakini pia tumewafunga watani wetu wa jadi. Kwa hiyo kuna raha za aina nyingi kushinda taji kwa kuwafunga watani wako. Lakini kipekee tuwapongeze wachezaji wetu wote pamoja na benchi la ufundi kwa kuja na strategy sahihi za kiufundi na kuweza sio tu kushinda, lakini kucheza vizuri sana. Ukiangalia statistics za mechi zinakuonyesha wachezaji wetu walikuwa katika ubora mkubwa, ubora uliochangiwa na uwezo wao, lakini na maarifa ya kiufundi na kimbinu walionalo benchi la ufundi chini ya Profesa Nabil. Kwa hiyo tunawapongeza sana wachezaji wetu, kiukweli walizikosha nyoyo za wananchi wa nchi hii. Lakini hapa lazima tutoe shukrani kwa viongozi wote, hususan kamati yetu ya utendaji chini ya Profesa Msola, kwa maana Dr. Mshindo Msola, watendaji wote wa klabu hii wakiongozwa na ndugu yetu Senzo Mazingiza, lakini na wadhamini wote wa Yanga chini ya mdhamini wetu mkuu SportPesa, lakini na mwamba anayetubeba na kutusaidia ndugu zetu wa GSM. Hawa ndio walikuwa behind na maandalizi yote ya juzi. Nafasi ya mwisho ya shukrani tunazipeleka kwa wanachama na washabiki wetu wote waliokuja uwanjani na wale ambao kwa namna moja au nyingine hawakuwepo uwanjani, aidha walikuwa nje ya Dar es Salaam au walikuwa na shughuli nyingine za kilimwengu. Wale waliotushangilia kwa dakika 90 na wale ambao waliokuwa majumbani au sehemu nyingine, lakini wakatuombea dua na sala zao. Always mipango ya kibinadamu lazima ikokotwe na dua na sala ndio ifanikiwe. Kwa hiyo tunawashukuru sana wanachama na washabiki wa Young Africans kwa kutusupport na kutuombea. Lakini tuwapongeze na walioandaa mechi ile, pamoja na changamoto zilizokuwepo, hususan wakati wa kukabidhiwa taji letu. Lakini sisi tunaziona ni challenges tu za mpira, lakini kusema kweli maandalizi mengine yalikwenda vizuri, na tunawashukuru sana TFF pamoja na bodi ya ligi. Sasa sherehe zimeisha, iliyobaki ni mautani. Hatuna sherehe kwa sasa, hatuhitaji sherehe. Tumesherekea juzi
siku kucha jana. Sasa tunakwenda kuanza ligi kuu, na leo mnafahamu timu imeondoka kuelekea manispaa ya Bukoba mkoani Kagera. Imeondoka kamili, wachezaji 25 na benchi zima la ufundi na baadhi ya viongozi, na sisi wengine kesho tutakwenda kuungana na kikosi. Leo kwa sababu ya mkutano huu ilibidi tuahirishe kusafiri pamoja na timu. Tunakwenda kuanza ligi kuu. Wote tunajua Wanayanga, miaka 4 mfululizo hatujashinda taji hili la ubingwa wa ligi kuu. Kiu kuu ya Mwanayanga safari hii haikuwa jambo lingine lolote isipokuwa kushinda hii ngao ya jamii, ubingwa wa ligi kuu, ubingwa wa FA, Mapinduzi Cup. Ndio mataji tulobaki nayo matatu. Moja tumelishinda juzi, moja sisi tunalitetea, mawili wanayo wapinzani wetu. Na haya ni mataji mama ya Yanga. Mataji mama kwa nini? Wote mnafahamu Young Africans ndio club ambayo ina mataji mengi kupita klabu yoyote Tanzania, hususan hili la ligi kuu. Sasa miaka 4 kwa ukubwa wa klabu hii, ni dhambi kubwa kuendelea tena mwaka mwingine kusubiri. Itakuwa ni dhambi kubwa. Benchi la ufundi na wachezaji wanajua mahitaji ya Wanayanga msimu huu. Kwetu sisi kila mechi itakuwa ni fainali. Ubora wa wachezaji wetu hamna mtu anaweza akadoubt. Walikuwepo watu wawili watatu tulivyopoteza mechi na wa Nigeria, wakaandika na kuwaponda wachezaji wetu na kuponda benchi letu la ufundi, lakini wote mnajua uwezo wa wachezaji wetu. Kila mmoja ameona, kuanzia Juma Shabani, kuanzia Shomari Kibwana, Diara, hapo kuna wachezaji wengine upande tu wa huku kulia na kushoto wako nje, na Brighton, Mustafa na Umwa. Lakini pale katikati shughuli imeiona ya Mwamnyetu na Dickson, lakini bado kuna watu wako nje, kina Ninja pale mido pale, ukija ndio balaa. Mukoko yuko nje, lakini kaanza Bangala holding pale pamoja na Aucho. Yule Aucho ni kama master hivi. Wale mnapata kumuona Charles Boniface Mkwasa, kocha wa zamani wa Yanga na timu ya taifa akicheza, ni ile anafanya piga hivi, mashimo matupu. Ile accuracy zake huwezi kuipata sehemu nyingine. International midfielder wa Uganda, the Cranes, kwa miaka mingi ana experience. Bangala ni super holding, wakati mwingine wanamchezesha wale wa Kongo, wakati mwingine anakuja kucheza central defender, wakati mwingine anakuja kucheza holding pale. Lakini bado kuna Tonombe yuko nje. Kazi ya Feitoto ilikuwa ni faila sufi wa Arabu wanasema. Ananyumbulika, anadarsisha, hachezi. Kuna mtu anacheza mpira pia anatoa darsa. Kama unaona wale maustadhi wakaa kwenye madrasa kule, wanadarsisha darsa, anatoa, anasema, anafanya hiki, anaingiza, anatoa. Alikuwa kama ananyumbulisha ule mpira. Kenda huko pembeni kina Jesus, kazi yake mmeona. Lakini pale tuna watu Makambo na Mayele, hebu fikirieni. Lakini bado kina Saido wako nje. Una question ubora wa wachezaji wa Yanga. Ni kweli tumepoteza Champions League, tumetolewa, that's the football. Malengo yetu ya kutimia football. Lakini usiseme kwamba Yanga ni dhaifu, Yanga ovyo kwa kupoteza michezo ile miwili mitatu, na wengine wakahamisha wakasema nuksi Haji ndio kawaletea nuksi. Tena waandishi wengine
wengine wachambuzi. Yaani mtu anazungumza tu vitu kama ameelewa hiyo. Lakini timu imeshinda, wala wasemi Haji ndio kawaletea baraka. Ila ikifungwa Haji kawaletea nusu. That's the pure stupidity. Lakini mimi nimesame ndio watu wetu wako na wataendelea kuwepo. Sasa tusiponde kikosi. Wapondeni kina Haji, kina Bumbuli. Lakini ile timu imethibitisha beyond reasonable doubt uwezo wa wachezaji mmoja mmoja na namna ambavyo timu sasa kocha ameshaanza kuishape. Sasa malengo ya kushinda taji la ngao ya jamii tumeyatimiza. Sasa tunakwenda kwenye lengo mama. Lengo kuu ni kushinda double za kombe la Azam Federation na ligi kuu. Lazima tuanze kwa kasi sana hapa. Tunajua kutakuwa na upinzani mkubwa. Wapinzani wako 15. Wote hawa wanataka taji. Tutaachana huko mbele. Kuna watakaopigania taji, kuna watakaopigania nafasi za 5 za juu, kuna watakaopigania kutoshuka daraja. Lakini lazima tuwaheshimu kila mpinzani tunakwenda kukutana naye. Hakuna kudharau mechi. Tunakwenda kutana Kagera Sugar. Kagera Sugar ni timu nzuri, wana kikosi imara, umeona usajili wao, lakini wana mwalimu very smart. Baraza very smart, anajua mbinu za mpira, ni mtu wa football hasa. Kwa hiyo tunakwenda kuanza mechi ngumu. Tumefurahi mapokezi waliowapata wachezaji wetu pale Bukoba. Yale mapokezi sasa ni ishara ya wanayanga nini wanachokitaka. Wachukulie yale mapokezi kama njia sasa ya kwenda kupigania klabu hii. Jezi ya klabu hii ina thamani kubwa. Hii klabu mnaiona tu kwa sababu mnaingia humu, mnafanya presi, tunaongea. Mzee, humu nchi hii harakati za kuikomboa Tanga mchezaji wa timu B anakwenda anampiga kiwiko mchezaji wa timu ya Yanga, usibalance kwa sababu washafungwa goli 5 bila. Toa straight red card, akaangalia mpira na shangazi yake. Yaani hakuna kubalance. Mimi waamuzi hapa na wasifu wana uwezo mkubwa, lakini changamoto inakuja tu ni kwamba kuna wakati hupenda kubalance. Hiyo tu, lakini wana uwezo, no doubt. Yaani wana uwezo 100%. Hasa wa vijana wapi hawa wako vizuri sana. Lakini shida kuna wakati upenda kubalance mambo. Yaani unaona kabisa kwa sababu hawashapigwa 4 hawa. Kwa nini tuwe red card? Red card tu. Haitajiki. Yule refa mmoja yule afisa usalama wa TFF Hashim, Simba na Yanga katoa penalty ngapi hapa? 3 sio. Mbona kubalance? Refa hamna kubalance. Penalty. Direct kick. Red card. Hayo nao waziangalie hizo changamoto zao kama sisi tulivyoasa washabiki wetu, lakini na wao wajipime waone changamoto ambazo baadhi walilalamikia mwaka jana. Kwa hiyo najini mtusaidie kutoa hiyo elimu ya kuwakumbusha. Sasa nyinyi mna nafasi kubwa pengine kuliko sisi ya kurejea haya matukio, ya kusema kidogo tunaweza tukapata waamuzi bora na ratiba ya ligi kawa imepangwa kwa mujibu wa utaratibu. Mimi na imani sana na TFF, na imani sana bodi ya ligi, na imani kabisa. Na ili utengeneze imani kwao, lazima kwanza uamini. Lazima uamini. Kwa sisi tuendelee kuamini ili watengeneze imani ya kuandaa ligi bora. Hatarajii ligi safari ikawa na complaints everywhere. Hao ndishi mtatusaidia. Na mwisho nashukuru tena kwa kuja kwenye mkutano wetu. Tunakwenda kwenye kushinda ubingwa, ndio. Returns of the champion. Hii return of the champions haina doubt kwamba sisi huu ni ubingwa wetu, ni mali yetu. Jengo hili ndio home of champions.
mataji mengi zaidi ya ligi kuu yamelala hapa kuliko klabu yote, kuliko jengo lolote, kuliko sehemu yote. Kwa hiyo kurejea kwa mataji yetu ni wajibu. Return of the champions. Tutashinda inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa mipango na maandalizi yetu, na tunaamini hakutakuwa na chupli. Asanteni kwa kunisikiliza. Nashukuru sana Haji. Jamani, Haji ameexplore mambo mengi sana kwenye maelezo yake kuhusu wachezaji. Sidhani kama kuna doubt, ingawa kuna chokochoko zimeanza kutafuta makosa, sijui nani alimsema nani uwanjani, lips zake zimeonyesha hivi, na hii tutaikemea na tunaikemea. Wachezaji wanapokuwa uwanjani wakikanyagana, wakifokeana wao kama wao, haliwahusu waandishi wa habari na wala haliwahusu TFF, kwa sababu ni wao kwa wao mule ndani. Ndio maana wanaweza wakakanyagana, wakashikana mikono, wakainuana, wakapongezana baada ya mchezo. Ndio inavyokuwa. Hata kama walirushiana maneno makali, sijui lips za nani zikaonekana kwenye TV, na kuna mtu mmoja anafanya kazi ya uwanjani ambayo hayapo kwenye ripoti ya mwamuzi, ambayo mchezaji kamkanyagwa, kamuinukia mwenzie, kamsemea mbovu, yale yanaishaga uwanjani. Kwa kama mnaanza kuyachokoa, sijui nyinyi wachambuzi kuyapeleka kwenye media, sijui watu wayaone wafanye nini, kutaka kutuondoa kwenye focus. Hatutoki kwenye focus kirahisi. Yaani focus yetu, Haji nadhani ameeleza vizuri kabisa. Kwa haya atakuwa sana tutakuwa nampigia mbuzi gitaa. Sisi tunasonga mbele. Baada ya kusema haya, niseme kama kuna maswali, karibuni. Na hiyo nataka niweke very clear. Yanga ni kubwa. Mimi naweza nikaa Mtanzania mwenye bahati, nimekaa kule, nimekaa hapa. Hii ni klabu kubwa mno. Yaani tusichukuliane poa. Kipindi cha kunyamaza kimepita. Tuna majawabu na tunajua kuliko wanavyofikiria kwamba tunajua. Hatuwezi kubali brand image ya klabu ya Yanga, ya viongozi ya Yanga, ya wachezaji ichafuliwe kwa sababu ya ndio maana nasema wakati mwingine nchi hii tuna shida moja. Yaani watu wote tunaweka maslahi yetu, hatuweki maslahi ya nchi wala maendeleo ya mpira. Na ni kwa sababu gani? Bumbuli wewe ni kocha mathalan, lakini at the same time wewe ni wakala wa mchezaji. Kwa hiyo hapo utaona ugumu wa kazi yako. Mchezaji huyo ulomfanyia wakala yupo katika timu yako, unadhani utatamani akae nje? Atacheza tu hata kama uwezo wake mdogo. Sasa wewe unaweza kuwa mwandishi wa habari au mchambuzi, at the same time wewe ni wakala wa mchezaji. Mchezaji wako akiachwa, wewe tayari nongwa unailetea klabu na watu wake, which is totally wrong. Hiyo aloisema washabiki wa Young Africans walifanywa pale na mchezaji wake. Hakuna mahali aliporusha clip. Ni maslahi binafsi, unaweka maslahi binafsi. Guys, mimi jamani, kuna wakati mnanionaga mkorofi, lakini mimi sio jaye kwa mkorofi. Wote mnanijua very friendly. Lakini when it comes kwenye taasisi sina urafiki. Nitukane mimi, ukinitukana mimi sikujibu na kuona mwenda azimu. Hii taasisi ya Yanga haitadharauliwa. Mwisho tutajibu kila jambo. Mtu sijui, unajua kuna mtu anadhani kwamba kapata platform amekaa nazungumza basi anadhani kwamba anaweza tu akasema chochote, akaandika chochote, ukaidharau kwa maslahi yako. Mchezaji wako kama riski imeisha. Unaichukia Young Africans bila sababu, unawachukia mara utamsema Hersi, ukimaliza utamsema Bumbuli, ukimaliza Haji Manara. We mambo yote mabaya ya Yanga tu. We are Yanga. Hii ni Yanga. Hii ni Yanga. Mwambieni, hii ni Yanga. Wezi ukaa tu. Kuna juzi kuna mchezaji wa Simba kapewa red card
yellow ya pili. Kapiga ngumi. Clip ile nyingi umeona kaweka. Ngumi. Lipi baya zaidi? Alolisema Bumbuli na ngumi kupigana uwanjani. Hatuwezi kuweka interest binafsi kwa sababu ya chuki zako kwa klabu hii. Umetaka umeneja umenyimwa, umetaka ukatibu umenyimwa, umetaka usemaji umenyimwa. Sasa matokeo yako unahamishia hasira zako kwa Haji. Mimi jamani ndio mwajiri mimi. Maswali jamani. Maswali. Karibu. Swali langu kwa Bugatti Haji. Umehubiri sana kuhusu swala la umoja ili mshinde mshindani Yanga unazungumza umoja. Sasa kuna hashtag inatembea sasa hivi bring back Nuggets. Labda pengine kama wewe wakati unaingia Nuggets zinaondoka ufanye ile kazi kwa kipindi hicho. Labda kwa upande wako iwapo kama anarudi Nuggets. Tayari kufanya kazi ama haya yanayozungumzwa. Uone yapokeaje Nuggets. Ngoja nikwambie brother. Tunaposema umoja na ninaposema hapa tusikubali kutumika, tusikubali kweli kutumika. Hii mambo ya kukaa kujitengenezea mwenyewe mazingira kwa ndio maana nasema watu wengi wanaweka sana maslahi binafsi. Mimi katika nafsi yangu Bumbuli anajua na uongozi wa Yanga unajua. Mimi sikuja hapa kunyang'anya mtu nafasi. Na ningetamani sana na nilisema pale siku ya Mlimani City nishirikiane na wenzangu sababu hawa ni mwakuta, hawa watanipa miongozo. Lakini sasa kama mtu uongozi unaamua wenyewe kwa mkataba umeisha kama vile tulivyomwacha, kuna wachezaji wangapi mwaka tumwacha? Wa Yanga kama 5 mikataba iliisha, si ndio? Nadhani uongozi walifanya. Sasa mimi ukiniambia kwamba kuna kampeni inafanyika, kampeni wanaofanya ni wale wale, zinakwenda kwenye hizo hashtag zinawekwa kwenye peji za watu hao ambao wakiamka wakilala ni Haji Manara. Waache wafanye. Utanzuia nini? Mimi nimekaa hapa mwamba nimejitandawa. Wanza kaniletea kampeni za bring back mimi nani usuni nini? Mimi shavuka level za mambo kampeni za kitototo. Mimi mkubwa sana Sheikh. Yaani mimi kwanza kuniuliza tu swali mimi mkubwa. Nawezaje kukaa kuzungumzia kampeni? Lakini niwaambie yoyote yule umeniuliza swali naanza kufanya mimi nafanya kazi na mtu yoyote as long as interest ya Yanga iwe mbele. Siwezi kubali niwe hapa alafu mtu mmoja anakaa anaweka interest yake. Hapana, interest iwe Yanga kwanza. Yoyote yule uongozi ukiamua kufanya mimi yoyote. Juzi nilikuwa naambia kiongozi mmoja nafurahi kufanya kazi sana Bumbuli. Kwa sababu unajua shida ya watu wengi nilioiona mimi ambao ukiangalia kiundani wale ambao wewe wachunguze wale ambao wananisema huko, wengi wao ni watu ambao wana hofu na ukubwa wa jina langu, hofu na popularity yangu binafsi ambayo sio sawa. Mimi kanipa Mungu. Mimi sikujui mimi nimetaka niwe maarufu. Wadhani napenda hivi natembea na walinzi. Napenda wadhani natembea sina raha. Siwezi kuingia na mwanamke gesi. Na raha gani mimi sasa? Sina raha. Sasa wengine wanapata hiyo tabu ndio inawapa. Kwamba huko lakini Bumbuli hana interest hata kidogo na umaarufu. Mtu asipokuwa na interest na umaarufu kwangu mimi tutafanya kazi maisha. Lakini ukishataka na wewe kuoneka haiwezekani. Hadi dude hivi fulani pandikizi la baba limekaa na kifua kama nyumba. Sima unajuzi pamevua singlet. Watoto wamekufa. Kwa hiyo wewe mdogo wangu kama uongozi utaona unafaa akiwepo mimi nitafurahi sana, nitashukuru. Hizi mambo ya ajira ni mambo ya kupita tu. Hizi mambo ya kupita, tufanya kazi kwa ushirikiano na hata kama hayupo nje kwa sababu yeye bado ni mwana Yanga tutashirikiana katika kujenga klabu hii kubwa bingwa mara 27 yenye washabiki milioni 26.5 mpaka sasa hivi. Sawa. Umejibu vizuri Haji. Kwenye nyongeza hii nadhani hamna nyongeza au sio? Swali lingine tofauti na hili kabisa. Sawa. Bugatti.
hongera sana kuwa ni mmoja kati ya wanayanga ambao umefanikisha kuchukua ngao ya jamii. Lakini swali langu linaenda, juzi tulimwona mmoja wa wachambuzi hapa nchini aliposti picha ya mlinzi wa Young Africans Bangala, lakini kuna maneno aliandika, ulienda kucomment pale ukasema kwamba comment yako nasema hicho kidole ndio unaujua sio uchungu wake, ni comment ipo. Comment yako ilileta tafrani kubwa sana. Ni kitu gani ambacho kilikufanya uende kucomment ndio kama lile pale, ukitama ni mtu maarufu na ni mtu mkubwa sana, kwa kimya ingekusaidia zaidi? Mwanadamu anaumbwa na kinyongo. Mimi sio malaika, I'm not an angel. Mimi sio Mungu wala sijepata daraja ya utume. Mungu kaniumba binadamu wa kawaida mwenye nyongo. Swali hilo hilo ungewahi kumuuliza toka nimetoka kule mpaka hiyo juzi ameweka posti ngapi negative kuhusu mimi? Zinafika 70. Hamjawahi kuquestion hilo swali. Ndio wakati mwingine mimi baadhi ya waandishi wanacheka kweli. Hamjawahi kuquestion. Zaidi ya 70 haji. Ulisikia mimi nimecomment au nimehoji? Inafika wakati na mimi binadamu. Alafu umeona kanipiga mimi siku zote sijasema, lakini alipomgusa Bangala mchezaji wa Yanga, sasa simeuliza tu kwa swali yangu linobaga. Simeuliza nimesikia maumivu wewe au nini? Kwani shida ilikuwa nini? Simeuliza tu. Mimi sijasema kwa ubaya, nimeuliza. Kwa sababu unalalamika, yani kila siku ni Yanga, Yanga. Hawezi, yani unaonekana, yani mtu hata mtu mwenye akili, huwa wakati mwingine anachunguliaga anasoma comment. Unaweza una matatizo, huyu mtu kakuchukulia mkeo. Haiwezekani mwezi mzima ukilala ukiamka ni Haji. Nimekosa nini kwake? Wapi nimemkosea? Tunapatana wapi na wapi? Yeye anakaa Minyengo huko. Tunagombania nini? Haiwezekani. Hatuwezi kuendesha taasisi yote ni kuweka maslahi binafsi. Tuweke maslahi ya mpira. Mimi sio niliyonyang'anya ukatibu mkuu wala utaka. Mimi sio nilomuondoa TFF. Mimi sio nilomuondoa Azam. Mimi ni mtu tu nimekaa maskini ya Mungu. Mungu labda watu wa Yanga wameona kama naweza nikasaidia klabu hii ya maisha yangu. Yes. Mimi najua Yanga. Mimi nimezaliwa kutoka jengo hili. Tembea huu mtaa Jangwani. Hesabu nyumba zilizopungua 10 baada ya ile jengo kubwa la kiwanda cha Romejaz. Nyumba inofuata ndipo utaona mimi na ukaribu wangu baba zangu wametumika hapa. Unahoji kwa nini? Kwanza alisema hapotoka hawezi kupata kazi kokote. Huyu kawasema waajiri wake wa zamani hamna taasisi itakayowaajiri. We Mungu, inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mwenyezi Mungu anatoa riziki bila mtu kupanga, bila hisabu. Siku ya pili na saini Yanga, Yanga kwa nini umemchukua? Ya Rabbi stara, we unashindana na anachokipanga Mungu. Huwezi. Hawa kina Bumbuli tulikuwa tunapambana wakiwa huku mimi nikiwa kule. Tumerudi tunafanya kazi kama timu. Sasa mimi hapa ni home kweli, sio home ya mchezo. Ninaposema hapa mimi ni nyumbani na kule nilikuwa kama vile nimevurugwa, si nilogwa, sijui sielewi. Maana sasa sielewi nilikuwa nafanya nini, wallahi alazim. Mungu anisame, Mungu usinirejeshe mahali pale, mimi utanitia dhambi la nini mimi. Huku napata raha, hebu niangalie. Look at me guys. Look. Wapi napata? Angalia. Flat. Kila mahali. Mzigo upo. Wasiwasi gani? Hii timu kubwa sana. Ona mimi kule nilikuwa napenda. Nilikuwa nakaa majonzi. Mbona nyuma nasuneka. Swali lingine. Naomba tuulize ya kuhusiana na Nataka kuzungumza habari ya timu jamani. Tuzungumze kuhusu Kagera tunaenda kucheza. Tuzungumze Haji Bugatti. Tuzungumze huko kama maswali yameisha huko basi tumalize. Kama ameisha turuhusu kwa swali zuri. Tumaliza Mimi nawashukuru sana.